Imeelezwa kuwa ili kuimarisha usalama wa uhuru wa chakula nchini, serikali haina budi kushirikiana na sekta binafsi pamoja na mashirika ya kimataifa katika kuandaa mpango mkakati utakaoweka mifumo himilivu katika sekta hiyo na hatimaye kuifanya Tanzania kuwa tegemezi kwenye suala la upatikanaji wa chakula katika ukanda wa Afrika. Rai hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo, Ushirika na Umwagiliaji, Dr. Stephen Nindi, wakati akizungumza kwenye kikao kilichoandaliwa na Shirika la Chakula Duniani FAO kwa lengo la kujadili malengo yaliyowekwa mwaka 2021 katika kulinda usalama wa chakula, hatua zilizofikiwa, changamoto zinazoikabili sekta hiyo pamoja na namna ya kuzitatua. Lengo letu tumekusanyika hapa kuangalia kwamba namna gani tumepiga hatua tangu ule mwaka 2021 katika kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa na mifumo himilivu kabisa ya masuala ya uhimilivu katika mifumo ya chakula, lakini pia tunakuwa na sio tu mifumo himilivu kwa ajili ya usalama wa chakula, lakini pia uhuru katika masuala ya chakula. Na mnaweza kuona kwamba sio swala rahisi kwa serikali moja peke yake, serikali changa katika mifumo ya kiuchumi ya kidunia kama Tanzania kulifanya jambo hili, kulifanikisha kwa peke yake, kwa sababu ni jambo ambalo pia linaathirika na mambo mengi sana. Linaathirika kwa masuala mbalimbali yanayotokea katika nchi, kwa mabadiliko ya tabia nchi, lakini masuala ya kidunia, siasa za dunia, foreign policies na dunia zinazo. Kwa hiyo ni jambo ambalo linahitaji ushirika wa wadau mbalimbali katika washirika ndani ya nchi, washirika ndani ya regionally, yani masuala ya kikanda, lakini katika bara zima la Afrika, lakini hata katika ngazi ya dunia. Kwa hiyo tumekuja kuangalia namna gani tunachapa hatua katika kuhakikisha kwamba Tanzania inajikomboa sio tu kwa swala la usalama wa chakula, lakini kwa sababu uhuru wa chakula, na pia ikiwa kama hub, ikiwa kama kitovu cha usalama wa chakula na uhuru wa chakula katika kanda nzima kusini mwa jangwa la Sahara, kanda nzima, hata kanda nzima ya Afrika. Na uwezi kujua hapo mwishoni 2030 tunaweza kuwa sasa ni hub ya usalama wa chakula, ni hub ya uhuru wa chakula pia katika dunia. Achieving meaningful food system transformation requires addressing numerous drivers, such as climate change, urbanization, governance, technological innovation, and demographic shifts. Equally important is raising awareness, fostering collaboration, and enhancing the capacity of the stakeholders to plan and act on food system issues. The joint program for advancing sustainable food system implemented by FAO, WFP, and IFAD, with funding from the Sustainable Development Growth Fund and with support from its international donors, is one of several UN initiatives aiming at addressing these challenges. Kwa hayo na mengine mengi, na kusiendelea kutembelea kurasa zetu za TBC Digital ikiwemo Facebook, Instagram, bila kusahau kusubscribe channel yetu ya TBC Digital.